Bila Israel, Marekani isingekuwepo, Huckabee anasema juu ya mgongano na ujumbe wa Trump. Balozi wa Marekani nchini Israel anatofautiana vikali na maneno ya rais wake Donald Trump kwamba Israel inategemea uungwaji mkono wa Marekani. Balozi huyo nchini Israel, Mike Huckabee, amezua utata baada ya kutangaza kuwa Marekani inadaiwa na Israel, madai ambayo yanatofautiana kabisa na matamshi ya hivi punde ya rais Donald Trump ambaye alisema kinyume chake. Akizungumza nchini Israel, Huckabee alisema bila msingi wa Kiyahudi kusingekuwa na Amerika, na ameongeza kuwa Wamarekani tuna deni la kuwepo kwetu kwa kile kilichotokea katika ardhi hii. Maoni hayo yamekuja huku Trump akimkosoa hadharani waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kusisitiza kiwango cha uungaji mkono wa Amerika kwa Israel. Madai ya Huckabee yanapingana moja kwa moja na rais Trump. Hata hivyo, akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa G7 nchini Ufaransa, Trump alitoa hadharani kuudhi uongozi wa Israel. Bila Marekani kusingekuwa na Israel. Bila mimi kusingekuwa na Israel kwa sababu hakuna rais mwingine aliyekuwa tayari kufanya nilichofanya, Trump alisema. Mvutano huo wa ndani unakuja wakati Trump anajaribu kukamilisha makubaliano ya kihistoria ya amani na Tehran kabla ya sherehe iliyopangwa ya kutoa saini mkataba wa kumaliza uhasama kati ya Marekani na Iran mnamo Ijumaa huko Geneva. Trump amemkashifu waziwazi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akiita uamuzi wake kuwa ni wa kichaa na kukosoa ongezeko la hivi punde la jeshi la Israel huko Lebanon ambalo lina hatari ya kuhujumu mazungumzo ya Washington na Tehran. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump amesema moja kati ya mambo ambayo waziri mkuu Benjamin Netanyahu anapaswa kuwajibika ni mwendelezo wake wa kuishambulia Lebanon. Rais huyo wa Marekani amesema kwa mara nyingine tena na kuikosoa Israel kwa mwenendo wake huko Lebanon. Akizungumza pembezoni mwa mkutano huo wa G7, Trump alielezea wasiwasi wake kuhusu idadi kubwa ya vifo nchini Lebanon na kusema kuwa Benjamin Netanyahu anastahili kuwajibika zaidi. Trump pia amesema kuwa amewasilisha kero yake kwa maafisa wa Israel kuhusu shambulizi la nchi hiyo mjini Beirut usiku wa kuamkia makubaliano ya Iran na Marekani. Hapo awali waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alionya kwamba shambulizi lolote jipya la Israel dhidi ya Lebanon au hatua ya kuendelea kuikalia kimabavu nchi hiyo itakuwa ni ukiukwaji wa maelewano ya nchi yake na Marekani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema mtazamo wa Tehran na msimamo unaohusisha Iran na Hezbollah kwa upande mmoja na Marekani na Israel kwa upande mwingine ndio mkataba halisi ambao unapaswa kusainiwa, na amesisitiza kuwa mwisho wa vita nchini Lebanon ni sehemu muhimu ya makubaliano hayo na mwisho wa vita pamoja na uvamizi, akionya mashambulizi yoyote ya Israel dhidi ya Iran kuanzia sasa na kuendelea kukalia kimabavu ardhi ya Lebanon itachukuliwa kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.